Bila shaka leo ni tarehe 6 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako unaendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Hii ni Awani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan. Asubuhi ya leo na mengi ya kuweza kukujuza mpendwa msikilizaji. Nitakujuza habari kutoka huko Minembwe, habari kutoka Ituri, lakini pia habari kutoka kwenye uwanja wa vita. Hivyo ili uwe sambamba na sisi na kusihi kuweza kusubscribe channel yetu, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Matangazo yetu tunayapata moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube, lakini pia uko Shabunda na tunasafiri kupitia Radio Mutula FM. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati upate kuhabarika na habari za ukweli kutoka sehemu za mashariki mwa DRC, ikiwemo jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimbo ya Kivu Kaskazini. Bila shaka na tumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hivi. Kama kawaida na kualika mara tena kuweza kuambatana nami katika habari zetu za asubuhi ya leo. Moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka uko Ituri, ambako gavana wa kijeshi mkoani Ituri Jenerali Luboya Nkanshama ameongoza gwaride maalum pamoja na vikosi vyake vya ulinzi moja kwa moja kwenye uwanja wa mapambano. Tukio hilo limefanyika kama sehemu ya juhudi za kuimarisha morali ya wanajeshi na kuandaa kisaikolojia katika hali inayoweza kujitokea muda wowote, hasa wakati huu ambapo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inakabiliwa na vitisho na magaidi wa AFC M23. Katika hotuba yake yenye kujaa uzalendo mkubwa, Jenerali Luboya amewataka maafisa na askari wote wa jeshi la Kongo kuwa imara, kujitolea kwa moyo wa kizalendo na kujiandaa kwa ajili ya kuweza kulinda ardhi ya taifa bila kuyumba. Amebainisha kwamba maadui wanaojaribu kusonga mbele kuelekea ndani ya mji wa Uvira hawatofanikiwa, kwani watakutana na nguvu na upinzani wa kiwango ambacho hawajawahi kukutana nacho. Jenerali huyo amesisitiza kuwa majeshi ya serikali yako katika hali kamili ya ulinzi, yakiwa na vifaa pamoja na morali ya juu ili kuhakikisha kwamba usalama unakuwa kudumu kwa wananchi na kulinda mipaka ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Aidha, amewahimiza wakahaji wa eneo yote ya Ituri, Kivu Kusini pamoja na Kivu Kaskazini kudumisha mshikamano, kutoa ushirikiano kwa vyombo vya usalama na kutokuingiwa na hofu, kwani nchi ipo salama mikononi mwa jeshi la Kongo. Mara baada ya kumaliza hotuba yake, huku mvua ikiwa inaendelea kunyesha, Jenerali Luboya Nkanshama akiwa mwenye furaha na ujasiri mkubwa alisimama mbele ya majeshi wake na kuongoza kwa sauti ya kishujaa wimbo wa makomando wa Kongo, ishara ya umoja, ujasiri wa kupambania amani ya kitaifa. Na tukisalia tu uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini pamoja na jimbo ya Kivu Kaskazini, ni kwamba kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi hali inaendelea kubadilika kwa kasi kubwa,
huku idadi ya wanajeshi wa waasi wanaojisalimisha ikiongezeka siku baada ya siku. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya kijeshi, makundi kadhaa ya wapiganaji yaliyokuwa yakihusisha harakati za waasi wameamua kuweka silaha chini na kujisalimisha kwa majeshi ya serikali pamoja na wazalendo, wakionyesha nia yao ya kurejea katika maisha ya kiraia na kushirikiana katika ujenzi wa taifa. Taarifa zinaeleza kuwa makundi haya yamekuwa yakijitokeza moja baada ya nyingine kwenye maeneo ya mapambano yakikabidhi silaha zao kwa maafisa wa jeshi la Kongo FARDC, huku wengine wakieleza kuchoshwa na vita visivyokuwa na maana vinavyoharibu maisha ya wananchi na uchumi wa taifa. Kwa upande wake, kamanda mkuu wa wazalendo wa kundi la IDPCO amepongeza hatua hiyo na kutoa wito kwa wapiganaji wengine waliobaki msituni kufuata mfano wa wenzao kwa kujisalimisha kwa amani. Amesema kuwa serikali imeonyesha utayari wake wa kuwapokea wale wote waliorudi kwa lengo la kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Kamanda huyo amesisitiza kuwa huu si wakati wa kugawanyika, bali ni wakati wa kushikamana kama Wakongomani, kulinda ardhi ya taifa na kuunga mkono juhudi za serikali na jeshi katika kurejesha utulivu wa kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Aidha, ametoa onyo kali kwa wale wachache watakaoendelea kushikilia silaha na kuvuruga amani, akisema kuwa jeshi la taifa litaendelea kuwafuatilia popote walipo hadi amani kamili itakapopatikana. Kamanda huyo hapa, msikilize akiwahoji baadhi ya majeshi ambao wamekuja kujisalimisha kwenye kundi lao la IDPCO. Anatokea Major nani? Mukoko. Major Mukoko wa unité 34e région militaire. Et donc, alikuwa na premier sergent Kilufi Shabani Anakle. Premier sergent Kilufi Shabani Anakle. Amana Akonkwa Nzibo. Hawa wote wamekuja ku APDCO leo hapa Mbayu. Wamekuja kujisalimisha ku mouvement ya APDCO. Ya IDPCO. Oui. IDPCO, Union des défenseurs des patriotes du Congo. Noza mumekubaliwa, mumeingia na hivi serikali itafurahi sana. Sijui wewe kama vile kamanda ambaye umejisalimisha kwa mouvement ya IDPCO, sijui eske una neno la kusema? Na kwa hiyo vraiment j'étais bien accueilli. Nilipokea mzuri sana depuis kule hadi hapa nimefika hapa, na si bote tuko vraiment calme, hakuna menace, hakuna kitu yoyote, vraiment la porte est ouverte kwa mtu yoyote, fasi yote ni huko pale, ukuwe tu na nguvu yako ya kutoka pale, unabaona watakupokea na watakufikisha kwa gouvernement. Ni kusema ulisha lancer message deja kwa wengine wenyewe bangali kule nje? Lazima kabisa yafo bafanye nguvu batoke. Eske ni mubaya hivi wazalendo wamekukamata? Bwana nisaidie. Eske wamekufanya vibaya? Hakuna hata kitu momoja. Haukule? Nakula na kushiba na mimi nalala bien. Tunashukuru. Ndio kusema kama wale wengine wote wangali kule nje, wale wenye wako M23 yote ikuye jisalimishe, ipitie Chivanga, ipitie hapa Mbayu, ipitie Kaungu, ipitie Bukavu, ipitie Kabare, ipitie Katana, Katasoma, fasi zote tutawakamata mkuje ku gouvernement. Ni mimi General commandant mouvement wa IDPCO Simba za Milimani, ndimi nimekamata wa ndugu pamoja na majeshi. Mnawaona majeshi wako pale, komanda secteur iko pale, kumekuwa T4 mouvement, kumekuwa observance mouvement, kumekuwa watu wengi, majeshi wako wengi. Mmeona meme TD mouvement yupo na wengine wote pamoja na majoro pale. Tumekuwa hapa makusudi tuoneshe kwamba tuko tunaakeire wa ndugu, msikimbilie mbali, tuko hapa Mbayu, mkuje tawakamata na mikono yote tafikisha ku gouvernement. Asante, tunawashukuru. Leo ilikuwa siku ya kwanza tarehe 3 ya mwezi wa 11. Tunawashukuru na karibu tena. Uite wengine waambia kwamba hatuwafanye kitu, waje kwa wingi. Serikali ilisema kwamba kila jeshi mwenye aliingia kule kwa wahuni afike, serikali itampokea. Mimi nimekuja kama vile delegation ya serikali
ambao umepitia kwa pale Mbayu. Mzalendo FRDC kwa gari ya mtu mmoja. Tunakushukuru ndugu. Ndio mzee. Asante. Tunashukuru observance wa movement ya IDPECO ambaye mlifanya kazi kwa kuleta hawa ndugu, na tunashukuru sana, muendelee vile, pamoja na Pepe ambaye aliwaongoza na komanda T4 benye bali wakamata pale kwetu Mbayu, na komanda secteur ambao tunakupigia bravo sana kuona kwamba uko mkazi na ile uendelee ndani. Njoo kazi, njoo mwanaume hii. Nashukuru sana. Asante. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hiyo ni hali halisi ya kile ambacho kinaendelea kwa kwenye uwanja wa vita, ambako vikosi vya majeshi ya wahasi waendelea kujiripoti siku baada ya siku. Siku chache zilizopita, askari jeshi 13 wa Ngomino Twirwaneho waliweza kujiripoti pia huko Uvira wakitokea maeneo ya Lugezi. Minembwe. Wakati vikosi vya jeshi la taifa FARDC vikishirikiana na vikosi vya wazalendo pamoja na vikosi vya jeshi la Burundi vikiendelea kujiimarisha kwa ajili ya operation ya kukomboa mji wa Mikenge pamoja na Minembwe, hali ya tamruki imezuka katika baadhi ya vijiji vya eneo hilo, hasa maeneo ya Minembwe. Taarifa zimesema kuwa kundi la wakahaji wa kijiji cha Minembwe wenye asili ya Rwanda limejitokeza barabarani na kufanya maandamano ya amani, wakitoa wito kwa wanajeshi wa Burundi wanaoshirikiana na jeshi la taifa FARDC kuondoka katika eneo hilo. Waandamanaji hao wameeleza kuwa uwepo wa jeshi hilo la kigeni linalotia hofu limesababisha maisha kuwa magumu, kwani jeshi hilo linasemekana ya kwamba kufunga njia zote, hakuna biashara, aidha hakuna namna ya wakahaji wa maeneo ya Minembwe kupata msaada kutoka sehemu yoyote ile. Baada ya kuzunguka kwao ndani ya eneo hilo, walisoma waraka wao mbele ya wakuu viongozi wa Ngomino Twirwaneho ambao wanapatikana maeneo hayo kama njia ya kuweza kupaza sauti kwa Umoja wa Mataifa kuonesha hali ambayo wanapitia. Plateau ya Minembwe, tunapendezwa na kusema kwamba tuna huzuni kubwa sana kuona tuko confine hapa mu Minembwe, banatufungia njia moja ambayo ilikuwa ina provisioner Minembwe kutoka Kundondo, wanamke wapate sabuni, wapate chumvi, wapate kila kitu. Muliona watoto wa masomo walikuja bila uniforme wamoja, wengine walikuja na uniforme za buchafu juu ya kufungiwa njia na guvernema ya Burundi na arme yake. Ile kama wamama wa Minembwe tunahamakia hiyo. Hatutaki, hapa haiko Burundi, hapa haina ta territoire moja ya Burundi wala village ya Burundi. Kusema jeshi la Warundi likuja hapa Minembwe kutufungia njia sisi wa mama ni jambo la huzuni sana. Tunalilia community internationale na mataifa, watu ambao wanaona hawa watu wote wanakusanyika hapa, wa baba, wa mama, watoto, tunakuja kulilia mataifa, tunakuja kuonesha serikali ya Kongo gisi ilituua, ilitutesi. Jeshi la FARDC liliua wanawake hapa Minembwe, likawafanyizia maviole na mabitirasio na vitu vingine, lakini walikuwa hawajatuuisha njala. Walituachia hiyo njia moja, nayo ni kwa neema ya Mungu, lakini Warundi sasa wamekuja kutuua na njala, wanatufanyizia genocide ambayo haiko inapita musilansie. Hiyo hatutaki wa mama wa Minembwe, community zote. Sisi wa mama hatuna mambo ya politiki, hatuna kusema sasa tutaenda upande, hapana. Sisi wa mama tuna haki ya kuishi. Watoto wanaanza kugonjwa magonjwa ambayo hatuwezi kuyajere.
marujore zinaanza atake batoto madiare na makorela juu ya kukosa madawa mumtaa ya Minembwe. Wamama tunalilia mataifa, tunalilia maorganisation international kufanya eforo yote wakuje kuintervenir Minembwe, kwa sababu Warundi njia ambayo yenye tulikuwa tunataka amo tunapata amo kidogo ya kutusaidia imefungwa na jeshi la Warundi. Kwa kumaliza ni kusema kwamba sisi wamama hatutaki jeshi la Warundi warudie kwao. Walitufanyizia genocide Gatumba, wanakuja tena kutufanyizia genocide Minembwe, kutuuisha njala. Juu ya genocide waliona yenye walifanya Gatumba haitoshi, wanakuwa endelesha Minembwe. Wamama wa Minembwe tunataka kuishi, tunataka haki ya kuishi. Tuko na haki ya kuishi, hatupendi kumalizika, tunakatara genocide. Stop killing Banyamulenge. Nawapenda sana bandugu yangu Banyamulenge. Nini kwa mwanamke wa mushi Destirentia angababu inyo kwa parlamento basi okini kunyire Mungu alifungulire njira tukwatani lukubaiko kubana wahanga isire hano takazi kuchijira tuchei muda takazi kuchijira kone yomyaza ni Destirentia ndi munyamocha dinamushikazi Mungu arabale arwenze njira yopono kubanga ikeka Papa baragowe ibintu byarashize kurikiranye na gisagati yifatikanyije n'abarundi muri amahanga mudutabare turagowe hariho abana igihumbi baryamye bishwe na bwaki Maandamano haya yamepokelewa namna gani na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Wachambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa Kongo wameeleza kuwa maandamano haya yaliyoendelea huko Minembwe ni mbinu ya upotoshaji iliyopangwa na waasi ili kujaribu kuonesha mbele ya jumuiya ya kimataifa kwamba raia wa eneo hilo wanateswa au wananyanyaswa na jeshi la Kongo pamoja na washirika wake, jambo ambalo kwa mujibu wa wachambuzi hiyo sio kweli. Wachambuzi wanasema kuwa propaganda hizo ni mkakati wa waasi kujaribu kupata huruma na msaada wa kimataifa, huku wakijaribu kuficha ukweli kwamba wao ndio wamekuwa chanzo cha machafuko, uporaji na mateso kwa wananchi wa eneo hilo kwa muda mrefu. Kwa sasa hali katika eneo la Minembwe inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu, huku vikosi vya FARDC, wazalendo pamoja na jeshi la Burundi vikiendelea kuimarisha ngome zao kuwa tayari kuendelea na operesheni za kukomboa maeneo hayo ambayo mpaka sasa inadhibitiwa na waasi wa Ngomino Twirwaneho pamoja na washirika wao wa Red Tabara pia M23. Fizi. Kikao kikubwa cha kijiji kimefanyika katika kijiji cha Misisi, kikiwa kimeitishwa na wajumbe wa wazalendo kutoka huko Uvira wakiongozwa na msemaji wa VDP Mheshimiwa wa Obwela Mwila Dalto. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi wa ngazi mbalimbali akiwemo mkuu wa tarafa, mkuu wa sekta ya Nganja, wami wa asili, viongozi wa wazalendo pamoja na wananchi wa kawaida. Na yafuatayo ni mmoja kati ya mambo ambayo yalifikiana kwenye kikao hicho na kukubaliana kwa pamoja. Moja kati ya pointi kuu ambayo waliweza kujadili ni kuondoa vizuizi vyote vya barabarani kuanzia Makobola hadi Misisi ili kuhakikisha wananchi wanatembea kwa usafiri ambao upo huru pasipo na usumbufu. Mbali na pointi hiyo ya vizuizi barabarani, wamezungumzia pia vitendo vya kufyatua risasi kiolela. Imekubaliwa kwamba mzalendo yeyote atakayefanya hivyo atachukuliwa hatua kali za kisheria. Pia wametoa wito kwa makundi mapya ya kizalendo kujitokeza ili kujulikana rasmi kwa mamlaka ya juu ili kuhakikisha uratibu na uwazi katika juhudi za kulinda eneo hilo la Misisi pamoja na eneo lote la Fizi. Jana nilitoka Uvira na kwa kuteremkia kinani mwingine ya haki. Nilikutana tena barieri hapa. Na wenyewe wanatia barieri watoto wenye hawajulikani.
17 nilikuwa pale ake ningali pale nani komanda wa ake kwa naka komanda wa ake kwa chinja uwa komanda wa ake kwa Karto bariere tena iko pale mie peke nilitoka Uvira jana Fabele inatia tena bariere mie peke hapana kuangiliwa kwanza mzee Malipe nilikuwa pale nikamwambia hii bariere ni ya nini kwa shefu Isa iko pale 17 nilikuwa pale jana sasa nilitoka Uvira tunaangalia kwamba zimoja force zinatekeleza yenye viongozi wanasema na zingine hawatekelezi. Hii yote ni makonflit ya interest. Ulikuwa unapata pesa mingi sana na kilio cha samaki machozi kwenda na maji. Ulipenda yeye ifanye na joma kulikuwa na dato na generali ya kutuma ava akuye hapa nasema Mungu mzee atakuwa pamoja ile siku kikao tunaingia kusema mbele ya hivi vyote ilikuwa saa ndoto bali utaenda na dato na delegation kwenda kuvunja bariere zote ili aliyatokee après quelques jours haikupita hata hii semene vitu vikajieclate. Ujiulize Lulimba Misisi bariere 7 Misisi Lulimba bariere 7 sasa raia watafanya nini? Bado kusema maprobleme zenye ziko humu tu mweneo humu centre ville zile jota Conseil de sécurité ilishindwa, tulishindwa na kukamata mamesire kila mardi tunaadopte mesure atitakuwa respecté et quelquefois les manières bon pengine hii inaweza kuleta sura nzuri na vitu vitaendelea ile yetu mardi vitu vitakuwa adopte na vitaendelea kwa usalama. Juu tulipima kufanya patrouille mix unakutana bapatrouillere banakutana kula polisi chaque 17 heures mais unakutana mot de passe ilishakuwa moye unasemani mot de passe pengine balisha inunua ote mot de passe ni kitu ya ndani sana yenyewe hata mie iko president wa conseil ya sécurité siwezi jua mot de passe yake mais unakutana 17 heures batu bakutane mu rassemblement hapa kula polisi pengine na 18 heures banafanya teni vile mon colonel mwenye hana mupatrouille anafanya teni na 17 heures na 17 heures kila mtu anapaswa atoche teni bapatrouiller baingie na 18 heures muma axe misisi tuko na axe ngapi munane kwenda Misisi tuko na axe kenda na Misisi iko na agglomeration kubwa sana. Ifo bachangana polisi, FARDC, ANR, CNPCC, FABB, pengine nani Jonas wa FPC iko wapi Jonas?
Na tujielekeze moja kwa moja huko Shabunda ambako ikiwa ni miezi kadhaa sasa walimu wa serikali hawapokei mishahara yao. Hatimaye uongozi wa walimu kutoka huko Shabunda umemtuma msemaji wao huko Kinshasa kwa ajili ya kuweza kufuatilia swala hilo kwa kina ili kuhakikisha walimu wapate posho zao. Taarifa hii kutoka huko Shabunda tunajiunga na mwenzangu Adolphe Samambo na mengi zaidi. Ni tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 3 Novemba mwaka wa 2025 ndipo bwana Jacques Chirimwami, mnenaji wa muungano la watetezi wa walimu jimboni Kivu ya Kusini, yupo mjini Kinshasa. Kwa masemi yake, lengo la safari lake mji mkuu wa Kinshasa ni kwenda kutetea malipo za mishahara za walimu ya miezi miwili, Septemba na Oktoba. Jacques Chirimwami: Oui, messieurs les journalistes, c'est depuis le matin que je suis arrivé ici à Kinshasa par les cotisations des enseignants payés par les trichements de la Caritas du Sud Kivu, dont les enseignants de Shabunda, de Kalehe, de Mwenga et de Fizi. Retenez, messieurs les journalistes, c'est déjà presque 2 mois depuis que le gouvernement congolais a libéré les salaires des enseignants de ces contrées dont je viens de vous préciter. Mais jusqu'à maintenant, l'IFOD n'a pas pensé et n'a pas justifié les raisons qui font que ces enseignants ne sont pas payés. Et c'est sous un silence complice des autorités qui sont censées protéger l'État. Retenez, il y a l'ODG qui libère cet argent. Et il se raconte, il y a l'ODG, il y a le comité suivi payé, il y a le ministre de l'Éducation, il y a toute une équipe qui gère et qui fait le suivi. Et ces gens se racontent régulièrement dans une fameuse messe noire qu'ils appellent comité suivi payé. Pendant que le salaire là sont en train de traîner dans l'espace dont personne ne connaît, mais ces autorités sont vraiment à l'aise et personne ne s'inquiète. Voilà pourquoi j'ai reçu mandat comme porte-parole de l'intersyndicat des syndicats des enseignants du Sud Kivu pour rencontrer ces autorités et qui nous disent quel est le péché de ces enseignants, non d'abord seulement victimes de la guerre, mais aussi encore victimisés parce que soit ils habitent les territoires ou ils habitent les milieux lointains. Nous allons rencontrer ces autorités à tous les niveaux pour qu'ils nous disent quel est le péché de ces enseignants. Parce qu'il n'est pas normal que l'ODG parvienne à utiliser la libération des salaires et qui se taise, il reste dans sa fauteuil. C'est un pasteur. Il doit humaniser les services. Il doit se poser la question, comment vivent ces enseignants? Nous vivons ces prédications chaque jour. Il n'y a pas une prédication lorsqu'on ne sait pas se soucier de la vie de ces pauvres enseignants. L'ODG doit nous dire quel rapport il donne au gouvernement pour cette souffrance. Parce qu'il a la compétence de rencontrer et d'interpeller les agents ou les gens de l'IFOD pour qu'ils disent pourquoi ils ne veulent pas payer cet argent. Nous sommes arrivés ce matin et nous allons rencontrer ces autorités à partir de demain. Et moi, je vous dis, je suis prêt à faire le sit-in et la marche dans cette ville de Kinshasa, moi seul. Je vais inviter les journalistes pour qu'ils m'accompagnent dans cette ville de Kinshasa parce que je dois marcher pour défendre l'honneur de ces enseignants victimes, d'abord de guerre, et puis aujourd'hui victimes par les autorités qui sont censées les protéger. Jacques Chirimwami, porte-parole de l'intersyndicat des syndicats des enseignants du Sud Kivu. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Nitoe tu shukrani za dhati kwako wewe ambao uko nasi katika habari zetu za asubuhi, mchana na jioni, ambao unakuwa wa kwanza kuweza kupata habari zetu na kuzigawanya kwa watu wengine na wao pia wapate kuzipata. Mwenyezi Mungu aweze kukubariki. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye. Lakini ikiwa haujasubscribe, hakikisha una subscribe channel hii ili uendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Na kuaga wa kusema bye bye.